kwa kusema bab fadl al-ju' wa khushunat al-aish wal-iqtisar ala al-qalil min al-ma'kul wal-mashrub wal-malbus wa ghayriha min hudud an-nafs wa tark ash-shahawat. Chini ya mlango huu ambao umekusanya hadithi takriban au tahdidan hadithi 31 ambazo ni kiasi kikubwa cha hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tukawa tunasoma hadithi hizi kwa vifungu ambavyo tumevigawanya kulingana na mada ambazo zinajitokeza katika mlango huu. Na somo ambalo tulikuwa nalo katika jalsa iliyopita ni kuhusu kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika kutilia mkazo na kubainisha ya kuwa dunia hii kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam pamoja na wema wengi waliopita ridwanullahi ta'ala alayhim min as-sahaba wa man ba'dahum, hii dunia haikuwa na thamani kwao, na ndio maana hawakuwa wakishughulika na dunia hii kiwango kikubwa, na wala haikuwa katika mioyo yao, wala haikuwa ndio malengo yao makuu au raghba zao katika ulimwengu huu, kwamba kutafuta dunia au kutafuta maladhat za dunia au kutafuta shahawat za dunia au mazuri mengi yaliyoko katika dunia hii, bali walifahamu kwa undani malengo makubwa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliwaleta kwayo katika dunia hii, na kwamba ni sehemu ambayo ya maisha ambayo Muislamu hatakiwi kushughulika nayo kwa kiasi kikubwa zaidi. Ndio maana katika somo hilo tuliona kuwa Mtume alayhi salatu wasalam siku kadhaa katika maisha yake alayhi salatu wasalam alikuwa katika hali ya njaa, pamoja na kuwa ni kipenzi cha Allah subhanahu wa ta'ala, ni bora wa viumbe na ni bora wa mitume, lakini pamoja na hayo alikuwa au alifikwa na siku kadhaa katika maisha yake ambayo alayhi salatu wasalam lam yajid ta'aman, hakuwa na chakula. Hadithi ya mwisho tulisoma katika masala haya ilikuwa ni hadith ya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma kuhusiana na kisa kilichotokea yauma al-Khandaq, siku ya Khandaq au siku ya Ghazwat al-Ahzab, kisa ambacho ndani yake tuliona muujiza wa Mtume sallallahu alayhi wasallama katika kukithirisha chakula ambacho kilikuwa ni kidogo. Lau mwanadamu wa kawaida angelikuwa yala chakula hichi kingemtosheleza labda yeye na watu wengine wawili au watatu peke yao. Ndio maana Jabir radhiyallahu anhuma bin Abdullah alikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwomba kuja nyumbani yeye pamoja na mtu mmoja au wawili, akijua kwamba kile chakula kilichoko nyumbani ni kidogo. Lakini kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala akajalia kupitia kwa muujiza wa Mtume alayhi salatu wasalam na barakat duai salawatu rabbi wa salamu alayhi, chakula kile kikatosheleza wale watu wote waliokuwa waislamu min almuhajirina wal ansar waliokuwa katika mapambano ya Khandaq, ambayo ilikuwa idadi yao ni 1000 au ma yazidu anil 1000 qalilan. Imebakia hadithi nyingine Anas bin Malik radhiyallahu anhu ambayo kadhalika pia ni kisa pia kilichotokea katika mapambano ya Khandaq vile vile. Kwa hivyo katika Khandaq kulitokea muujiza miwili na kulitokea visa viwili ambavyo vyote vinaishiria katika hali ya Mtume sallallahu alaihi wasallama kwamba alikuwa na njaa, alikuwa katika hali ya tabu yeye pamoja na sahaba zake, na Allah subhanahu wa ta'ala baadaye akajalia akawaletea faraja ya chakula na akawapa riziki wakapata yeye pamoja na sahaba zake ridwanullahi ta'ala alayhim. Hadithi hii tulisoma katika jalsa iliyopita
Kwa hivyo sasa hivi tutasoma na kuelezea hadithi hii kwa maana ili tuje katika mahalu ashahid. Hadithi ya mwisho ya 31 من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أبو طلحة لأم سليم. أبو طلحة صحابة ومتومة صلى الله عليه وسلم aliokuwa alimoa Sulaim ambaye ni mamake Anas bin Malik. Mamake Anas bin Malik baada ya mumewe kufariki, ambaye ni babake Anas bin Malik, mzazi wake aliyemzaa Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Lam yuslim, hakujaliwa kusilimu wala hakuwa muislamu, mata kafiran. Baadaye Sulaim alipokuwa katika hali ya ujane, akaja Abu Talha radhiyallahu anhu katika sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallama, akamposa Sulaim na ikatimia ndoa. Na kuna kisa hapo tuliwahi kukitaja wakati wa nyuma. Insha Allah taala tukiwa na wakati katika darsa ya leo au ijayo pia tunaweza kuangazia, kwa sababu ya mafunzo yaliyoko katika kisa cha uposi wa Abu Talha kumposa Sulaim mpaka kumwoa. Ndani ya uposi huu na ndoa hii kuna mazingatio mazuri, hasatan kwa wanawake wa Kiislamu. Asema Anas bin Malik, qala Abu Talha li Sulaim. Abu Talha huyu aliyemoa Sulaim mamake Anas bin Malik asema, qad sami'tu sawta rasulillahi sallallahu alayhi wasallam dha'ifan a'rifu fihi al-ju'. Alimsikia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akizungumza, na kupitia kwa ile sauti alivyoisikia akajua kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ya udhaifu wa sauti yake alivyokuwa akizungumza, akajua kuwa ana njaa, na njaa imemuumiza au njaa imembana, mpaka ikawa sauti ya Mtume alayhi salatu wasalam inatoka kwa udhaifu, kwamba akizungumza basi mwenye kumsikia atajua kwamba yuko katika hali ya njaa iliyombana. Huyo alikuwa ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo amwambia mke wake Sulaim, fahal indaki min shay, je una kitu hapa nyumbani? Faqalat, akajibu Sulaim mamake Anas, naam, radhiyallahu anha. Faakhrajat aqrasan min sha'ir thumma akhadhat khimaran laha falafat alkhubza biba'dhi. Akachukua baadhi ya vipande vya sha'ir, yani mkate wa sha'ir, vipande vya shairi vya mkate, kisha akavifunga katika khimar, nguo yake aliyokuwa akijitanda nayo, akaifunga mikate ile katika ile nguo. Thumma dasathu tahta thawbi wa raddatni bi ba'dhihi, kisha vipande vile vya mikate ya shairi akaviweka katika nguo yangu ili niende nayo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma arsalatni ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akanituma kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fadhahabtu bihi, nikenda na vipande hivyo vya shairi vya mkate. Fawajadtu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam jalisan fil masjid, nikamkuta Mtume sallallahu alayhi wasallam amekaa msikitini. Wa ma'ahu an-nas, na yupo na watu katika sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Faqumtu alayhim, nikasimama mbele yao kuambia, nilisimama mbele yao kuelekea. Faqala li Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nilipokuwa nimesimama mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam na masahaba, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliponiona akaniambia, arsalaka Abu Talha, wewe umetumwa na Abu Talha. Ikawa Mtume alayhi salatu wasalam ashapewa habari na Allah azza wa jalla kwamba Anas bin Malik ametumwa na Abu Talha ambaye ni mume wa mamake. Arsalaka Abu Talha, ulitumwa na Abu Talha, kwa Mtume ashajua alayhi salatu wasalam. Faqultu, Anas akasema naam. Faqal, akaniuliza tena, ali taamin, alikutuma kwa chakula? Hilo pia akawa Mtume alayhi salatu wasalam pia ashalijua. Kule kusimama mbele yake ashajua kwamba ametumwa na Abu Talha na kwamba alimetumwa na chakula, salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Faqultu na'am, nikasema ndio. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, basi hapo Mtume alayhi salatu wasalam akasema, qumu, simameni. Fantalaqu wantalaqtu baina aydihim hatta ji'tu Aba Talha fa akhbartu, tukasimama
wakasimama pamoja na mimi pia kadhalika nikasimama, tukaondoka sote, tukaondoka. Wantalaqtu baina aydihim, na mimi nikawa mbele yao. Hatta jitu Aba Talha, mpaka nikafika nyumbani kwa Abu Talha, mume wa mamake Sulaim. Fa akhbartuhu, nikamweleza yale yaliyotokea. Faqala Abu Talha akamwambia, ya Sulaim, akamwambia mkewe, ewe Sulaim, qad jaa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam bin nas wa laysa indana ma nut'imuhum. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallama ndiye huyu ashakuja na watu wote. Wewe ulitia vipande vya mkate wa shairi katika nguo, ukaifunga ukampa Anas aiweke katika nguo yake, ende akampe Mtume sallallahu alayhi wasallama kwenda kuondoa ile njaa aliyokuwa nayo. Lakini Mtume alayhi salatu wasalam, Allah akawa shamjuza kwamba ametumwa na Abu Talha, na akamjuza kadhalika mtume wake sallallahu alayhi wasallam ya kwamba Anas bin Malik ametumwa kwa ajili ya chakula. Kwa hiyo badala ya kuchukua vile vipande vya shairi kutoka kwa Anas bin Malik, akawaita sahaba wote, akawaambia twendeni nyumbani kwa Abu Talha. Kwa hivyo ndio Abu Talha sasa amweleza mkewe, amwambia hii ndio hali sasa hivi ilivyo. Sulaim radhiyallahu anha qalat, akasema Allahu wa rasuluhu a'lam. Basi kama hali ni hivyo, basi Allah na mtume wake ndio wajua zaidi, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam iwafahamu kwamba hivi vipande vya mkate ndivyo ambavyo amekusudiwa yeye, lakini yeye salawatu rabbi wa salamu alayhi akaamua kuondoka na sahaba zake wote kuja nyumbani kwa Abu Talha. Ina maana kuna mambo ambayo itakuwa yeye wayajua na Allah subhanahu wa ta'ala ayajua, mimi na wewe hatuyajui. Na hii yadullu ala kamal al-iman wa ala الثبات واليقين الذي كان عند الصحابة، خاصة الصحابيات. وكذا صحابة رضوان الله تعالى عليهم walikuwa على درجة عالية جدا من اليقين والثبات، walikuwa na thabat na yaqini kubwa, kama kile kisa kilichomtokea Sulaim alipokuja Abu Talha kumposa. Kwa hiyo akamwambia, fantalaqa Abu Talha hatta laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo akatoka Abu Talha kwenda kumlaki Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye yuaja. Fa aqbala Rasulullah alayhi salatu wasalam hatta ma'ahu hatta dakhala, akaingia Abu Talha pamoja na Mtume alayhi salatu wasalam nyumbani kwake, wote wawili wakaingia nyumbani. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Mtume alayhi salatu wasalam akasema kumwambia Sulaim mkewe Abu Talha, halummi ma indaki ya Sulaim, lete kile ulichonacho katika chakula ewe Sulaim. Faatat bidhalika alkhubz, Sulaim akaleta ule mkate ambao walikuwa amekatakata vipande kumpa Anas, akaja nao ule mkate. Faamara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mkate ule uliopoletwa Mtume alayhi salatu wasalam akatoa amri, fafutta vunjwa ule mkate ukawa vipande vidogo vidogo. Wa asarat alayhi Sulaim ukatan faadamathu, ikawa kuna chombo ambacho ndani yake kina samli au huwekwa samli na asali wakati wa zamani. Samli ile au asali ile ikakamuliwa juu ya ule mkate uliokuwa umepondwa ukawa fatat, ukawa vipande vidogo vidogo. Thumma qala fihi Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallama ma shaa an yaqul, kisha Mtume alayhi salatu wasalam akasema maneno juu ya chakula hicho ambacho Allah azza wa jalla alitaka mtume wake sallallahu alayhi wasallam aliseme maneno hayo. Thumma qala, baada hapo Mtume akasema idhan li 10, sasa toa idhni, toa ruhusa waingie katika sahaba hawa walioko nje. Wengi umma wa masahaba wapo nje, wale wote waliokuwa katika ghazwati Khandaq ambao ni 1000 kama jaa fi hadithi Jabir. Kwa hivyo toa sasa amri au ruhusa waingie nyumbani 10, kwa sababu nyumba ilikuwa ndogo. Lao wangesema waingie wote, lama wasi'a li jamii man kana fil kharij. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa ruhusa waingie 10. Wakaingia 10 wa kwanza. Faadhina lahum Abu Talha, kwa sababu pale ndio nyumbani kwake, yeye ndiye mwenye kutoa idhni na ruhusa.
Kwa hivyo akatoa ruhusa waingie watu 10 katika wale waliokuwa nje. Faakalu, wale walipoingia jamaa wale 10 sallallahu ridwanullahi ta'ala alayhim katika sahaba, faakalu hatta shabi'u thumma kharaju, wakala katika ule mkate, kipande cha mkate ambacho kilikuwa kimevunjwa vunjwa mpaka kikawa vipande vidogo vidogo kama chenga chenga, kisha kikakamuliwa juu yake samli au asali, ikawa ndio idam, ndio kama kitoweo cha ule mkate, na ni sehemu ndogo. Lakini baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuisomea ile sehemu ya chakula, wakaingia sahaba 10, wakala katika chakula kile mpaka wakashiba, sio kula kidogo tunakuondoka, wakala mpaka wakashiba. Thumma kharaju, waliposhiba wakatoka. Thumma qala, akaambiwa tena Abu Talha, idhan li 10, toa ruhusa waingie 10 wengine. Wakahesabiwa 10 wengine wakaingia. Faadhina lahum faakalu hatta shabi'u, hivyo hivyo wakaingia wakala mpaka wakashiba. Thumma kharaju, wakatoka. Thumma qala, akaambiwa tena idhan li 10, faadhina lahum hatta akala alqaum kulluhum washabi'u, wakaingia 10 mpaka wakamalizika wote, na wote walioingia katika nyumba ya Abu Talha waliingia kula kushiba. Walqaumu 70 rajulan au 80, na watu hapo walikuwa ni 70 au 80. Wa fi riwaya fama zala yadkhulu 10 wa yakhruju 10 hatta lam yabqa minhum ahad illa dakhal faakala hatta shabi' thumma hayyaaha fa idha hiya mithluha hina akalu minha. Hii riwaya inabainisha kwamba walikuwa 70 au 80. Riwaya ya Jabir kana adaduhum 1000. Wala taarudh baina riwayatayn, sababu wanazuoni wametaja turuq al-jam' baina al-hadithayn. Hii haditha ilitokea عند بعض الصحابه عند بعض من كان من اهل الخندق, lakini kule kwa Jabir radhiyallahu anhuma bin Abdullah, Mtume sallallahu alaihi wasallam alinadi kwa muhajirina na ansari wote kwa pamoja. Katika riwaya nyingine akasema famaza la yadkhulu 10 wa yakhruju 10, ikawa 10 wanaingia 10 wanatoka, hatta lam yabqa minhum ahad illa dakhal, ikawa hakubakia mtu isipokuwa wale wote waliokuwa pale wakala. Faakala hatta shabi' thumma hayyaaha fa idha hiya mithluha hina akalu minha. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoa amri kile chakula wakiandae tena, wakiangalie kile chakula, wakikusanya kile chakula kama kilivyokuwa mwanzo. Kikikusanywa kile chakula kama kilivyokuwa mwanzo, kikawa vile vile kama mwanzo, ni kama ambaye hakuna mtu aliyekula. Muujiza wa Mtume Muhammadin salawatu rabbi wasalamu alayhi. Katika riwaya nyingine faakalu 10 hatta fa'ala dhalika bi 80 thumma akala an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam ba'da dhalika wa ahlu bait wa taraku su'ran, wakala 10 baada ya 10 baada ya 10 mpaka mwisho akala Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakala watu wa nyumbani na bado chakula kimebaki. Wa fi riwaya thumma afdalu ma balaghu jiranahum, kisha kile kilichobakia wakawapelekea majirani. Katika riwaya nyingine ya Anas, jitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yawman fawajadtuhu jalisan ma'a ashabi. Riwaya nyingine ni kwa Anas, alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja, alikuwa amekaa na sahaba zake, waqad asaba batnahu bi'isaba, wakati ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam njaa imilbana mpaka ikawa tumbo lake amelifunga kitanzi. Faqultu li ba'dhi ashabi, nikamwambia baadhi ya sahaba zake alayhi salatu wasalam, lima asaba Rasulullah sallallahu alayhi wasallam batna, mbona Mtume alayhi salatu wasalam amefunga tumbo lake kitanzi? Faqalu, wakajibu, min al-ju', kutokana na njaa. Fadhahabtu ila Abi Talha, nikaenda kwa Abu Talha, wa huwa zawju Ummi Sulaim binti Milhan, ambaye ni mume wa Ummu Sulaim binti Milhan, mamake Anas bin Malik. Faqultu, nikamwambia Abu Talha, ya abata, ewe babangu. Na hii ni min bab al-ihtiram wa taqdir wa at-tawqir, katika mlango wa heshima na adabu na kuchunga manzila ya Abu Talha. Maana Abu Talha amesimama pahala pa msimamo wa babake katika malezi, katika kumsimamia kwa hali na mali radhiyallahu anhu. Ndio maana akamwita ya abata, lakini si kwamba ni babake wa kumzaa. Wa hadha dalil ala jawazi
munadati man kana zawjan li ummi fulan an yunada bi lafdhi al-ab, an yunada bil abi. Kwa hii lafdhi ya kusema Anas kumwambia ya abata ni ihtiram na taqdir. Qad raaitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nilimwona mtume alayhi salatu wasalam. Hii ina heshima kumwita Abu Talha kwa lafdhi ya abata kuliko kumwambia ya Aba Talha, wakati ambapo Abu Talha alikuwa katika umri wa babake na ni babake wa kumlea au ni mzazi wake anayemlea. Kwa hivyo akamwambia Abu Talha, qad raaitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam asaba batnahu bi'isaba, nimemwona mtume sallallahu alayhi wasallam amefunga kitanzi tumbo lake. Fasaltu ba'dha ashabi, nikauliza baadhi ya sahaba zake, faqalu, wakasema min al-ju', kutokamana na njaa. Fadakhala Abu Talha ala ummi, Abu Talha akaingia kwa mamangu. Faqal, akamuuliza hal min shay, kuna kitu nyumbani chakula? Qalat, akajibu na'am indi kisarun min khubzin wa tamarat, nina vipande vya mkate wa shair na baadhi ya tende. Fa in ja'ana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wahdahu ashba'na, law atakuja mtume sallallahu alayhi wasallam peke yake itamtosha na atakula paka ashibe. Wa in jaa akhar ma'a, lakini akija mwingine pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam qalla anhum, haitawatosha. Wa dhakara tamam alhadith, kisha akataja maneno yaliyobakia ya hadith katika riwaya hii iliyopita ambayo ni muttafaq alayh. Kwa hivyo kisa hiki ayuha alikhwa kinashikana pamoja na kisa cha Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma katika kubainisha au kutoa ushahidi ya kwamba mtume alayhi salatu wasalam kana fi hayatihi fi ba'dhi al-ayyam wa fi ba'dhi al-ahyan yuani min al-ju', alikuwa njaa ikimbana salawatu rabbi wa salamu alayhi. Wa hadha dalil ala adam ihtimamihi bid-dunya wa adam inayatihi bihadhihi ad-dunya inayatan mubalagha, na hii ni dalili ya kwamba alayhi salatu wasalam hakuwa na inaya na dunia hii wala hakuwa na ihtimam kubwa na dunia hii. Ndio maana ikawa kwake kupita siku ambayo ma yajidu fihi ta'aman halikuwa jambo kubwa kwake. Anafunga tumbo, anazuia tumbo, anapunguza athari ya njaa kutokamana na kukosa chakula mpaka ile siku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala atamruzuku chakula, salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Somo lingine kadhalik ikhwani, katika huu mlango tunaingia katika somo la tatu. Somo la kwanza ni kwamba mtume alayhi salatu wasalam ma akala hatta shabi, ilikuwa kawaida katika maisha yake ili kuonesha kwamba ma kana muhtamman bihayati dunya wa ma kana mimman yarkan ila hadhihi dunya wa zakharifiha wa maladhatiha wa shahawatiha. Hakuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni miongoni mwa waliozama katika ladha na mambo mazuri na maisha mazuri na maladhat na shahwa nyingi zilizo katika dunia hii na yale yaliyomo katika dunia hii katika mambo mazuri. Hakuzama mtume sallallahu alaihi wasallam katika mambo hayo. Kwa hivyo somo la kwanza likawa ni kwamba hakuwa ni mwenye kula paka kushiba. Somo la pili likawa ni kwamba alikuwa akikaa njaa fi baadhi al-ayyam, na njaa yake sio kwa khiari yake, bali ni njaa ilikuwa inatokamana na adam wujudi at-ta'am, kukosekana kwa chakula. La yujad ta'aman fi baiti wala yujad ta'am inda ahli, katika kwa ahli zake au katika nyumba zake hakukuwa na chakula kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ikaja katika hadithi ya Anas kwamba chakula chao kilikuwa ni tamar wal ma. Kwa hivyo hakuna chakula saa zingine njaa kabisa kama hivi akitoka katika baadhi al-ghazawat, na nyumbani kwake kunapita ashhur au shahran la yutbakh fi baiti nabii sallallahu alaihi wasallam. Ikaja maneno haya au maana hii kwa kinaya au kwa balagha ya kwamba la yuqad fi baiti nabii sallallahu alaihi wasallam nar, hakuwashwi moto katika nyumba ya mtume sallallahu alaihi wasallam, bimaana ya kwamba kulikuwa hakupikwi. Somo la tatu katika mlango huu kadhalik ni kwamba mtume alayhi salatu wasalam kupitia kwa mafundisho haya ametuhimiza tushikamane na masala ya al-kafaf. Kwa hivyo akabainisha mtume alayhi salatu wasalam
au hatha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ala al-kafaf. Mtume alayhi salatu wasalam aliwahimiza Waislamu kushikamana au kuelekea au kuelemea zaidi katika kafaf al-aish. Maana ya al-kafaf fi al-aish, al-kafaf ni tamko ambalo linatokamana na kifaya, yani kwamba Muislamu anashikamana katika maisha na kiwango ambacho kinamtosheleza katika mahitaji yake yeye na ahli yake, kinamtosheleza na kutoomba watu, mafihi kifaya lahu wa li'iyalihi wa ahli, kifaya ambayo inamtosheleza yeye na ahli yake na watoto wake, au kifaya ambayo yamna'uhu min su'ali nas, au kifaya ambayo inamzuia Muislamu na kuomba watu saa zote. Maana si tabia ya Muislamu saa zote awe ni talab shahat, yatlub wa yatlub wa yatlub, badala min an yakuna qani'an, kuwa ni mwenye kukinai na kuwa ni mwenye kuridhika, na la yahtam bima fi aidi nas min al-amwal. Muislamu haangalii yale yaliyomo katika mikono ya watu, katika mali nyingi, katika mambo mengi mazuri, wa inma yaktafi bima manna Allah tabaraka wa taala alayhi min arrizq, anatosheleka hata kama ni kidogo cha kile ambacho Allah azza wa jalla amemruzuku katika riziki. Kwa hivyo hili ni somo ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam alizingatia sana. Miongoni mwa hadith ambazo zinaingia katika somo hili ni hadith ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, huyu sasa hivi ambaye tumemtaja. Qal, anasema Anas bin Malik radhiyallahu anhu, na somo hili kwanza lilifundishwa na Mtume alayhi salatu wasalam amaliyan, kama ambavyo lihimizwa na Mtume alayhi salatu wasalam qawliyan. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wasalam hakutosheka na kusomesha somo hili kwa maneno tu, kuambia Waislamu fanyeni hivi, fanyeni hivi, fanyeni hivi, bal huwa nafsuhu salawatu rabbi wa salamu alayhi tabaqa hadha at-ta'lim wa 'asha hadha at-ta'lim. Yeye mwenyewe alayhi salatu wasalam aliishi maisha hayo, kando na kwamba aliwahimiza Waislamu mafundisho haya. Katika kuwahimiza qawliyan, kisha tutakuja katika amaliyan. Katika kuwahimiza Waislamu Mtume alayhi salatu wasalam qawlan, ni hadith ya 19 ya Imran ibn al-Husayn radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني, bora wenu enyi Waislam ni karni yangu mimi, karni ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aloishi. Thumma alladhina yalunahum, kisha karni inayofuata. Karni katika lugha ya Kiarabu ni muda wa miaka 100, hadha huwa alqarn. Kwa hivyo karni bora wa bora wenu ni ile karni yangu mimi ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Thumma alladhina yalunahum, kisha karni inayofuata. Thumma alladhina yalunahum, kisha karni inayofuata ya tatu. Qala Imran ibn al-Husayn ambaye ni mpokezi wa hadithi hii amesema, fama adri qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam marratayn au thalathan. Na hii ni daraja aliya jiddan min at-tawarru', wara ya wapokezi wa hadith min as-sahaba wa man dunahum, hata walio chini ya sahaba. Akiwa hana uhakika wa jambo, mara nyingi alikuwa anataja kwa lafzi ya shak, anataja hadith kwa lafzi ya shak. Wengine ikiwa wamepokea hadithi ile bisighati aljazm, yeye akiwa na shaka ataleta taraddud katika hadith, wa hadha yadullu ala alwara. Na hii ni alama ya wara katika kupokea maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam au na kuyanukulu maneno ya Mtume alayhi salatu wasallam. Qal, sijui Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema mara 2 au mara 3 ile kwamba wabora wenu ni karne yangu kisha karne inayofuata, au alisema mara 3 na karne inayofuata ziwe karne 3, au alitaja karne 2. Thumma, kisha baada ya karne hizo 2 au 3 kumalizika, thumma yakunu ba'dahum qaumun yashhaduna wala yustashhadun, kisha kutakuja watu ambao watakuwa wanashuhudia, wanatoa shahada, wanashuhudia, wala yustashhaduna, bila ya kwamba wao waliambiwa watoe shahada, wala yustashhadun, bila ya wao kuambiwa watoe shahada, watakuwa wao wanatoa shahada. Maana ya ibara hii ya hadith
katika hadithi hii ya Mtume alayhi salatu wasalam. Hii ibara inamaanisha at-tasahul fi adai shahada, tahammuli shahadati wa adaiha. Ni kwamba itafika wakati watu watakuwa wana tasahul kubwa katika masala ya kutoa shahada, mpaka mtu atakuwa ana hamu ya kutoa shahada na hajaambiwa lete ushahidi, yeye tayari anakuja kutoa ushahidi. Anaona ushahidi ni kama jambo la kawaida. Watu watakuwa wanachezea mambo ya shahada, watu watakuwa wanafanya mizaha na mambo ya shahada, au watu watakuwa wanatoa hata shahada tuzur, shahada za urongo. Shahada za urongo, kuna wengine wanafanya kazi za kutoa ushahidi wa urongo kwa masalih dunyawia, kwa ajili ya mali, kwa ajili ya riziki, kwa ajili ya sababu nyingi ambazo zinawapelekea watu wengine mpaka kunyakua haki za wengine na kuwadhulumu wengine. Wanatafuta mpaka mashahidi wa uongo kwamba fulani nyumba hii ni nyumba yake, fulani ardhi hii ni ardhi yake, fulani alipewa haki yake fulani, ilhali hakupewa. Ma u'tiya shay min hadhihi alhuquq, lakin istaqta'a hadha alhaq, alinyakua hii haki kutoka kwa mwingine ghasban, kwa nguvu, unwa, kwa lazima, na kutoza mtu nguvu. Kisha juu yake, pamoja na dhulma aliyoifanya, yabhath an shuhud az-zur, alafu atafuta mashahidi wa uongo. Hii ndio maana ya yashhadun wala yustashhadun. Kutakuja watu ambao itakuwa mambo ya kutoa shahada kwao ni mambo mepesi, ni mambo ya mchezo, mambo ya kawaida, bila ya kujali ya kwamba ushahidi ni jambo kubwa sana mbele ya Allah subhanahu jalla jalaluhu. Ndio maana Allah azza wa jalla subhanahu katika sifa za waja wema fi surati al-Furqan, ibadur rahman, miongoni mwa sifa zao walladhina la yashhaduna zur. Waja wa ar-Rahman ni wale ambao hawashuhudii uongo, hawashuhudii mambo ya urongo kwamba fulani alifanya kumbe hakufanya, fulani alipewa kumbe hakupewa. Ma yashhaduna zur wa huwa min kaba'iri dhunub, na ni katika madhambi makubwa sana. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam siku moja alikuwa anataja kaba'iri dhunub. Alipofika katika shahadatu zur, qawlu zur wa shahadatu zur, kana muttakian, alikuwa ameegemea. Alipofika hapa alikaa imara na akawa anarejelea kalima hii wa qawlu zur wa shahadatu zur, mpaka walitamani sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim an law sakat alayhi salatu wasalam, kuonesha uzito wa swala hili ambalo utafika wakati waislamu watalichukulia kwa mzaha, watalichukulia kwa mchezo, kama hizi zama ambazo leo sisi tunashuhudia ukweli wa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kuna watu wanajipeleka kotini wao wenyewe, hakuna aliyewatuma, la yustashhadun, hakuna mtu alimwambia twende ukawe shahidi. Kuna watu wanakwenda kotini, wanakwenda katika mahakim, wako pale, kazi zao kula dili na watu wawe mashahidi. Tena wanauliza, wewe wahitajia mashahidi? Tuko sisi mawitness, tuko hapa. Yeye wafanya kazi kule kotini, kazi yake ni kutegea kama kuna mtu ataka ushahidi, yeye yuko, jina lake liko pale na kitambulisho chake. Mimi natafuta mashahidi, wewe uko tayari? Uko tayari. Ashika hii shilingi, lakini ushahidi wa nini? Umpe ile kesi, akwambie pesa zake ni ngapi. Hakadha yatalaab الناس بشهاده والله المستعان. ثم قال عليه الصلاه والسلام ويخونون ولا يؤتمنون. Kisha kutakuja watu ambao sifa yao ya pili ni kwamba watakuwa wanafanya khiana, wala yu'tamanun, wala hawaaminiwi. Kutakuja watu watakuwa na khiana, watakuwa wanafanya mambo ya khiana. Khiana ni kinyume cha amana, kinyume cha amana. Wakati ambapo muislamu atakuwa ameaminiwa ala amwal, ameaminiwa ala al-amanat, ameaminiwa ala a'rad, ameaminiwa katika mambo mengi. Thumma ba'da dhalik yakhun hadhihi al-amanat, hizi amana ambazo amekabidhiwa na kuaminiwa anazikhini. Khianat al-amanat itakuwa ni moja katika sifa kubwa za watu watakaokuja katika karne zinazo baada ya hizi karne bora. Na hii indalla ala shay fa innahu yadullu ala fasad ahli hadha zaman.
ufisadi ambao utakuwa unaenea na kutapakaa katika zama hizi, li dha'fi al-iman au li qillati al-iman wa li dha'fi al-wara' wa li daya'i taqwa Allah azza wa jalla wa adami khawfi Allah azza wa jalla. Yote inatokamana na dha'f al-iman, dha'f al-wara' na qillati al-ilm. Maana ilmu ikiweko watu watafahamu maana ya amana, watafahamu khatari ya amana. Wallahu azza wa jalla yaqulu inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanat ila ahliha. Kwa hivyo ilmu ikipotea, kama itakavyokuwa ni alama ya kiyama, kama akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, yurfa'u al-ilm wa yakthuru al-jahl, ujinga utakuwa mwingi na elimu itainuliwa, itaondolewa. Yurfa' al-ilm. Hizi ndo zama ambazo alizitaja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwamba zitakuja. Sifa ya tatu, wa yandhirun wala yufun. Na sifa za kadhalika za watu watakaokuja baada ya karne bora tatu ni kwamba watakuwa wanatoa nadhiri au watekeleze. Wanatoa nadhir ala anwa'. Kuna nadhir mutlaq wa nadhir muqayyad bi shart. Unatoa nadhiri bila ya sharti lolote. Unasema lillahi alayya an asum, lillahi alayya an atasaddaq, lillahi alayya an a'tamir, lillahi alayya an ahujja nafila wa hakadha. Unatoa nadhiri ya kwamba nampa Allah subhanahu wa ta'ala ahadi kuwa nitatoa sadaqa siku fulani, kiwango fulani, nitafunga siku fulani katika siku ambazo naruhusiwa kufunga, ka yaumi al-ithnain, kama siku ya Jumatatu na yaum al-khamis hakadha. Au a'tamir, tafanya umra au tafanya hija ya sunna baada ya kuwa umetekeleza hija ya fardh. Wala yufun, lakini shida ni kuwa utakuwa unatoa nadhiri bila ya kutekeleza. Au nadhir muqayyad bi shart, nadhir mashrut. Nadhir mashrut ni ile nadhiri ambayo mtu anaiweka sharti, amwambia Mola wake subhana jalla wa ala, ya Rabbi, mimi nikipata kazi basi nitafunga siku mbili. Ina maana kama kupata kazi ufungi, hadha huwa nadhir mashrut. Nadhir mashrut, ya Rabbi, natoa ahadi kwamba nitalisha maskini, nitawasaidia maskini, nitajenga msikiti, nitajenga kadhaa. Ukiniruzuku mtoto amekaa miaka 5 miaka 10 ma ruziqa biwalad, lakini ampa Allah ahadi, ukinipa mtoto nitajenga msikiti, ukinipa mtoto tafanya jambo kadhaa. Nadhir mashrut. Thumma yarzuquhu Allah subhanahu wa ta'ala ma tamanna, Allah azza wa jalla ampe kila alichokitamani, alichokiomba kapewa. Lakinahu la yufi binadhri, kisha yeye aanza kutafuta sababu upande wake za kuikwepa ile nadhiri aliyoitoa. Hii ni sifa itakuwa kadhalika kwa watu baada ya zile karne tatu bora kumalizika. Walwasfu arabi' ndio mahallu shahid. Mahallu shahid ndio hii sifa ya 4, wayadhhar fihim as-siman. Na kutakuja wakati watu watakuwa itadhihiri kwao matumbo makubwa, watakuwa na matumbo, watakuwa wamefura, watakuwa wamejaa. Na hii ibara ni ibara ya balagha, kinaya ya kwamba kutakuja wakati katika umma wangu baada ya wale watu bora kuondoka, itakuwa jul ihtimamihim wa jul inayatihim fi at-ta'am wash-sharab. Hadi kinaya. Hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam hatuelezi kwamba kila ambaye tumbo lake ni kubwa basi hiyo ni sifa mbaya. Si kila moja. Hii sifa ni mahsus kwa wale ambao wametanguliza mbele chakula, kula na kunywa, mala anwa' at-ta'am, anwa' ash-sharab, anwa' at-ta'am, anwa' ash-sharab, yataladhdhun wa yatamatta'una bit-ta'ami wash-sharabi kama tatamatta'a al-bahaim. Kama vile wanyama kila siku kila saa yuala yatafuna, yuala yatafuna, na hawa watu watakuwa vile vile saa zote yeye watafuna, saa zote atafuta mlo, saa zote atafuta mlo. Wa yunawwi fi hadhihi al-at'ima wa hadhihi al-ashriba. Sasa unaweza kuuliza, kwani kula sana na ni vibaya? Naam, huwa alama wa dalil ala taraf. Hiyo ni alama ya taraf wa alama ya hub ar-rafahiyya, alama ya kupenda mambo mazuri mazuri, mambo makubwa ambayo ghaliban yuaddi ila tughyan, inapelekea katika tughyan, kukeuka mipaka ya Allah subhanahu jalla wa ala.
na tabia hii inamfanya Muislamu anakuwa kaslana, anakuwa mvivu, anakuwa mzito wa kutekeleza ibadat, anakuwa hana nishati. Yeye nishati yake ni ya kula na kutafuna. Ma'al asaf, hadha ma nushahiduhu fi usurina kama akhbara as-sadiq al-masduq sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Leo si kwamba watu wanafurahi tu kula sana mpaka kule kula sana na kunywa sana na kutafuta vyakula vya kila aina ikawafurisha matumbo yao. Sio halo peke yake, bali imefikia mpaka kwamba leo watu yatanafasuna fi dhalik. Watu leo wanafanya mashindano katika hayo. Watu wanafanya mashindano ya chakula, nani anayekula chakula zaidi ya mwenzake, nani anayekula chakula kizuri zaidi kumshinda mwenzake. Mpaka tuko katika zama za kuenea mitandao ya jamii ambayo inamruhusu mwanadamu kueleza au kutuma au kuonesha kile anachokula. Wakati ule ule anapokula anaonesha walimwengu, anaonesha wanadamu madha yakul wa madha yashrab. Kila akipata chakula kizuri na anaonesha watu ya kwamba Allah azza wa jalla an'ama alayhi, Allah amemneemesha kwamba ana uwezo, kila siku yuko hotelini anakula. Leo yuko hoteli hii, apiga picha atuma aweka katika mtandao, kesho yuko katika hoteli hii, apiga atuma aweka katika mtandao. Fahadha hamuhu, hii ndio hamu yake, hadha huwa hamuhu. Kwa hiyo hii hadith ndio inawahusu watu sampuli hii, kwamba kutakuja watu ambao watakuwa wamezama katika dunia, ghalabat alaihim shahawat ad-dunya, maladhat ad-dunya, na rakanu ila hadhihi ad-dunya, mpaka ikawa hammuhum al-akbar fi at-ta'am wash-sharab wa at-tanwi' fihi au fihima, na kupata kugeuza katika chakula na katika vinywaji, watafakhur bidhalik, na kujitafahari kwa hayo. Kando na kwamba inaofurisha matumbo, ikawa kule kuwa na matumbo makubwa ni alama ya hiyo rafahia na alama ya hiyo taraf. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika jambo ambalo alikuwa analiepuka kabisa ni kuepuka taraf. Maana taraf au sifa ya kuwa min almutrafin ni sifa ya waja wabaya, sifa ya waja ambao hawatambui neema za Allah subhanahu, na mara nyingi ni sifa za wale waliokeuka amri za Allah subhanahu wa ta'ala, kama ilivyotajwa katika Qur'an kwamba hawa ni watu watakwenda kupata adhabu na kwenda kupata mambo mabaya mbele ya Allah azza wa jalla. Almutrafin, watu waliozama katika shahawat na maladhat. Kwa hiyo si maana ya kwamba kuwa na tumbo kubwa katika hii hadith au kudhihiri kwa tumbo maana yake ni kwamba ni sifa mbaya. La, hadha khas bihadha almaana, ni makhsus kwa hii maana ambayo tumetaja. Kuna watu wengine ni maumbile yao, si kwamba yuala sana, bali hataweza kushangaa ukimwona anavyokula, anakula chakula kidogo kisha washangaa, lakini amekuwa na tumbo kubwa. Hii pengine inatokamana na rubama irq ambayo imetoka katika kizazi, nyinyi mnasema genetics na masala kama haya, au ashya ukhra, amrad wa kadha wa kadha inaweza kutokea. Kwa hivyo almaqsud bihadha alhadith ni watu sampuli hii. Kwa hivyo hii ibara ni kinaya ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kukemea wale ambao wanazama katika mambo kama haya. Wa ma'al asaf wa ma'a kulli asafin, ni kwamba haya ambayo ameeleza Mtume alayhi salatu wasalam, wallahu almusta'an, waqi'un fi hayatina alyawm. Wako watu ambao rijalan wa nisaan yatafakharuna bidhalik, yatafakharun bit-ta'ami wash-sharab, hammuhum wa shughluhum ashaghil fi dhalik, na ni fakhri kubwa kwao kutafuta sifa kwamba leo jana tunaona mkula hivi, leo anakula hapa, kesho anakula kule, kesho anakula kule, wa hakadha. Thumma kadhalik, baada ya hapo katika hadithi ya Abi Umama inayofuata radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katika kuwahimiza Waislamu kushikamana na al-kafaf fil aish. Al-kafaf fil aish ni kutosheka na kile kiwango ambacho kinakutosheleza.
يكفيك هذا. ما تسعى للزيادة ولا تركن إلى هذه الدنيا لتطلب الزيادة على الكفاية. Usende mbio sana katika dunia hii na kukimbia lailan wa nahara lilbahth an ziyada amma yakfik, kutafuta ziada ya ile ambayo inakutosheleza wewe na ahli yako na familia yako, bali unataka kuongeza mpaka ufike katika daraja ya wale wanaosifiwa kwamba wana mali nyingi. Jama'u min al-amwal wa jama'u minha thumma kanat nihayatuhum ila at-turab, mwisho wao ukawa ni kwenda kwenye mchanga. Ma akhadhu min al-amwali allati jama'uha, hawakuchukua katika ile mali yote nyingi waliokusanya, wala filsa, hata filsi moja. Hakuna mmoja anayekwenda na shilingi yake katika kaburi. Yatruku waraahu malayin almumalyana walmilyarat, anaacha nyuma yake mamilioni ambayo yuhasab alaiha يوم القيامه, na haya mamilioni aliyokuwa ameendea mbio. Akili sasa shida ndio hapa. Lau mwana adam atatafakari kidogo hapa, patampa mazingatio makubwa. Hii mali nyingi ambayo mwana adam anaiendea mbio, ambayo ni zaidan an kafafihi au kifayatihi, ambayo inazidi kupita kile kiwango anachokihitaji, laysa lahu, ile mali yote sio yake. Ni mali ambayo itakuja kuchukuliwa na wale watakokuja baada yake, warithi wake na wengineo, ndio watakokuja kuenjoy ile mali. Tabu ni yako, watakokuja kuenjoy na kupata raha ya ile mali sio wewe, ni wengine watakokuja mbele. Thumma, kisha baada ya hapo, alhisab alayk, hisabu ni yako. Ile mali watakwenda kuhesabiwa wale jamaa katika upande wa kutoa ile mali waliitumia vipi. Lakini min aina iktasabu almal, warithu, walirithi. Kwa hivyo wewe ndio utahesabiwa ile mali ulitoa wapi. Sasa kazi na tabu, ila aina dhahab aljuhud, ile juhudi kubwa ambayo ulikesha nayo, ulikwenda nayo mbio, ukatafuta mali nyingi ambayo ni zaid an alhaja, ni jambo ambalo litakwenda kukuweka katika haraj wa fi mawqifin asib amama rabbi alalamin. Hadith Abi Umama radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ya ibn adam, hadith qudusi. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم، أي قول يمتوم صلى الله عليه وسلم لكنه يشبه الحديث القدسي. يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لك. إيه من آدم، ukitoa kile kilichozidi ni bora kwako. Baada ya kuwa ushajua mahitaji yako, ushajua kiwango unachokihitajia wewe na familia yako, hadha yakfik. Kile kilichozidi tabdhuluhu khairun lak, ukitoa ni bora kwako. Wa antum sikahu sharrun lak, na kila ukizuia ni shari kwako. Wala tulamu ala kafaf, na wala hulaumiwi juu ya kushikamana na kile kilichokutosheleza. Kinachokutosheleza ni kiwango fulani, ukasema alladhi zad an hadha alhad, kilichozidi juu ya hichi kiwango, ukhrijuhu unfiqhu fi sabilillah, mimi naitoa katika njia ya Allah azza wa jalla. La tulam, hutolaumiwa, la fi dunya wala fi akhirah, hutolaumiwa. Duniani unaweza kupata lawama, lakinahu laysa muttajihan, si lawama ambayo ina msingi wowote. Unaweza kuja kuambiwa, mbona wewe unatoa mali yako na mbele kuna mustakbali, mbele kuna future, mbele kuna kadhaa, kuna mahitaji. Hadha kulluhu kalam la yattajih wala yastaqim. Limadha? Lianna almustaqbal biyadi Allah subhanahu jalla jalaluhu. Mustakbal uko katika mikono ya Allah azza wa jalla. Mwana adam hamiliki mustakbal. Weka mali utakavyoweka, lakini Allah azza wa jalla na ile mali yote ambayo umeipanga kwamba iwe ni ya mustakbali yako, hadhihi alamwal kulluha Allah azza wa jalla qadirun ala an yuzilaha. Allah azza wa jalla ni mweza wa mwenye kuyaondoa, ni aweza kuyaondoa mali haya yote ikaondoka, subhana jalla jalaluhu, qadir. Umechuma ukachuma, thumma fi lahdha yazul ank hadha almal, mali yote hii uliokuwa ukichuma kwa miaka ikaondoka, ikawa juhud yote na bidii fi wabal, haikukusaidia. Kwa hiyo ndio maana
anasema la tulam ala kafaf, hutolaumiwa kwamba umeshikilia kile kiwango ambacho kinakutosheleza wewe peke yako. Wabda biman taul, na unapokuwa unatoa basi anza kwa wale unaosimamia katika nafaka. Azauja yupo katika nafaka, anza naye katika infaq kabla ya kutoa kwa wale walioko nje. Al-aulad, al-iyal wako katika nafaka, katika fungu la wale wanaostahili kupewa nafaka, unaanza nao kadhalika. Alwalidan, wazazi wawili, baba na mama, kadhalika wakifika katika umri ambao sasa wanahitajia mtoto wao kuwasimamia, kadhalika dakhilun fi an-nafaqa al-wajiba, wanaingia katika nafaka ya wajibu. Unaanza na hawa wazazi, mke na watoto. Ukishamaliza unakwenda kwa wengineo walioko karibu na walioko karibu. Fama zad, sasa inayozidi tukhrijuhu wa tunfiquhu fi sabilillah. قال النووي رحمه الله تعالى رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. لكن الأولى كان الأفضل للإمام النووي رحمه الله تعالى أن يقول رواه مسلم. رواه مسلم، هذا الحديث عند مسلم في صحيحه رحمة الله تعالى عليهم جميعا. حديثنا يفاتح عن عبيد الله بن محصن الأنصاري الخطمي رضي الله عنه. صحابي هو عبيد الله أسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. hadithi hii wengi wetu tunaifahamu, tushaisikia, tuijua, na ndani yake Mtume alayhi salatu wasalam yuakid, analeta taakid, anatilia mkazo swala la kwamba Muislamu inamtosha kushikamana na kiwango kinachomtosheleza. La yabhath anil mazid wala yas'a ala aziyada wala yut'ib nafsahu fi talabi almazid, wala sijichoshe, asipoteze umri wake Muislamu katika kutafuta ziada na ziada ambayo baadaye itakwenda kumsumbua siku ya kiyama. Allah azza wa jalla a'tak ma yakfik, tamassak bihadha. Allah azza wa jalla amekupa kinachokutosheleza, basi shikamana na hiyo, endelea na kazi yako, endelea na kazi yako, lakini usifanye kazi usiku na mchana, usiku na mchana. Umruk hayatuk musakhkhar fi talabi arrizq wa talabi almal, maisha yako yote wewe ni kutafuta mali. Ma tabhath fi ما سخرت حياتك ولا وفرت حياتك أو شيئا من عمرك في معرفة الله عز وجل ولا معرفة دينه ولا معرفة فرائض الدين وما يجب عليك في دين الله جل جلاله. hujaweka hujatenga wakati katika maisha yako kuzidi kumjua Allah subhanahu, kuzidi kumjua mtume wake sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kuzidi kuijua dini ya Allah azza wa jalla, ili ujikurubisha naye na kufanya a'mal na kufanya mambo ambayo ndio yatakayokwenda kukufaa يوم القيامه. Uwe na khazina kubwa, malayin ambazo zinatambulika ni malayin alhasanat, milioni ambazo zinakufaa ni milioni za hasanat na thawab, laysa malayin alriyalat wa malayin alumlat, malayin za pesa ambazo tantahi ma'a intihai dunya allati tafna, malayin ambazo zinakwenda zake, zinaondoka, zinamalizika, watuhasab alaiha yawma alqiyama. Kwa hivyo almuslim alfatin, muislamu aliye na akili na busara, alkayis alaqil, ni yule ambaye anashikamana na wasia huu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Man asbaha minkum aminan fi sirbi, yule ambaye atapambazukiwa asubuhi, atamka asubuhi akiangalia katika mazingira anayoishi yupo katika amani. Kila ukiamka asubuhi kuna amani, sema alhamdulillah, umepewa neema ya kwanza kubwa sana katika neema ambazo amezitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hiyo ni thuluth ya kwanza ya neema. Neema ni thalathat athlath, hizi ambazo Mtume alayhi salatu wasallam amezitaja, au arba'a. Idhan ar-rub'u al-awwal al-aman, umeamka una amani kamili. Kuna wengine wanaamka asubuhi akifungua macho au bila ya kufungua macho aamshwa na mabomu, hakuna kulala. Ma yaarif kaifa yakhruj min baiti, hajui atoka vipi nyumbani kwake ili usali al-fajr.
nyumba msikiti labda nyumba ya pili au nyumba ya tatu, au ni mwendo wa madakika ya kuhesabika, lakinahu la yastati' an yakhruj. Aweza kupigwa risasi, aweza kunyongwa, aweza kuvamiwa na kuuawa. Kuna aman. Idha ni'matul aman min a'zam ni'amillahi azza wa jalla. Ukiamka asubuhi kuna amani, hiyo ni neema kubwa ya Allah azza wa jalla. Ihmadillah ala dhalik. Muafan fi jasadi ar-rub' ath-thani. Robo ya pili ya dunia ni kwamba umeamka una afya yako kamili, umeweza kukaa kumhimidi Allah azza wa jalla kwamba amekurejesha katika uhai. Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma matana wa ilayhi nushur. Kisha ukiangalia tastati' an taqum wa tamshi ila dawrati almiyah, unaweza kusimama ukatembea ukaenda katika haja ukatimiza haja yako, ukatawadha ukaoga ukajitayarisha na salatu alfajr. Hadhi afia, hadhi afia allati yatamannaha alabd. Ni afya katika mwili, katika kiwiliwili ambacho kila mwanadamu anatamani. Kuna watu wanaamka asubuhi, anaamka katika hali ya maradhi, au huenda wengine wakawa hawezi tena pale alipojana amelala mzima, asubuhi kuamka kwake anaamshwa akitiwa katika isaf ambulance, hawezi tena kupumua, ana pressure, ana kadhaa, kiungo kimeshika baridi, kiungo kimefanya hivi, mguu umefanya hivi, moyo umefanya hivi, figo, kiini na kadhalika na kadhalika. Ant asbahta fi ni'mati al-afia. Kama ulivolala umeamka, walillahi alhamd, bila mzima. Neema adhima min ni'ami ad-dunya. الربع الثالث عنده قوت يومه. robo ya tatu ni kwamba uliamka asubuhi na una riziki ya siku ile ambayo unaishi, siku ile ambayo Allah azza wa jalla amekujalia kuishi mpaka jioni yake, siku ile tu ambayo unaishi riziki yake unayo. Hadhi neema min Allah azza wa jalla adhima, sio riziki ya kesho, wala si riziki ya ule mwezi, wala si riziki ya ule mwaka. Rizqu dhalika al-yawm, qut dhalika al-yawm, chakula cha ile siku. Allah azza wa jalla qad saqahu ilaik, amekuletea riziki ya siku hiyo. Neema min ni'ami Allah azza wa jalla al-azima. robo ya mwisho, qala alayhi salatu wassalam, fakaannama hizat lahu ad-dunya bihadhafiriha. Kwa hizi neema ambazo amestaja Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni kana kwamba Allah azza wa jalla amekupa dunia nzima yote na vilivyomo ndani yake. Fa anta malika dunya, neema, wewe ni kama ambaye unamiliki hii dunia. Kwa hivyo kaunuk tamlik hadhihi dunya, au kaunu Allah azza wa jalla qad saqa ilaik ad-dunya wama fiha, neema min Allah azza wa jalla, inakuwa rabi'a, au zile thalatha athlath, ni kama ambayo umemiliki dunia nzima. Kwa hiyo hii ni basira ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hidayah ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wasia kubwa wa mtume wetu salawatu rabbi wasalamu alayhi, ambayo inampelekea Muislamu kusimama katika msimamo wa kafaf al-aish na kuelewa maana ya kafaf al-aish na kuelewa taathir ya kafaf al-aish, kwamba Allah azza wa jalla idha razaqani hadhihi an-ni'am ath-thalath au hadhihi an-ni'am al-arba' minatosheleza. Umekuwa mpaka kwamba ni kama malik ad-dunya na yale yaliyomo katika dunia yote, au kwa hizi neema tatu ni kama ambaye umemiliki dunia, kama qala alayhi as-salatu wassalam. Kwa hiyo hii inampelekea Muislamu kushikamana na kafaf. Al-kafaf fil aish ni kutosheka na yale ambayo Allah azza wa jalla ametupa. Kadhalik alhadith alladhi ba'da hadith Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, imefanana na ile iliyotangulia nyuma, kwa maana qad aflaha man aslam wa kana rizquhu kafafan wa qanna'ahu Allah bima ata, rawahu Muslim. Amefaulu yule aliyesilimu na ikawa riziki yake ni ile ya kumtosheleza na akakinai kwa kile kiwango ambacho Allah azza wa jalla kampa, huyo amefaulu. Amefaulu kwa kusilimu kwake, maana kusilimu ni neema ambayo inamfanya Muislamu kuwa na falah mbele Allah azza wa jalla na kuwa na fauzi. Neematul iman, neema allati la yafuquha
neema ambayo hakuna neema inayozidi neematul iman. Thumma ba'da dhalik ikaja neematul rizq, Allah azza wa jalla akampa riziki ya kumtosheleza, kisha akampa na qanaa. Ukipewa hivi vitu vitatu, basi Allah subhanahu wa ta'ala qad akmala alayka ni'ama, amekwisha kukamilishia neema zake subhanahu jalla jalaluhu. Ma baqiya ala al-'abd ba'da dhalik illa an yahmad Allah subhanahu wa ta'ala ala ni'amihi. Tutasimama kidogo kwa ajili ya adhan al-isha, thumma nukmil ma baqi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. حديث يا أبي محمد فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه، كذلك ni hadithi katika maana ya hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As. Maana moja, qala alayhi salatu wasalam annahu sami'a Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul tuba, amekwisha kufaulu liman hudiya ila al-Islam, amefaulu yule ambaye Allah azza wa jalla amemhidi katika Uislamu, amempa hidayah akawa muslim. Wa kana aishuhu kafafan, na ikawa maisha yake ni kafaf. Al-kafaf fil aish, al-kafaf fil aish ni kule muislamu kuishi kwa kiwango ambacho kinamtosheleza, la yas'a fi ziyada wala yatlub al-mazid, yudayyi umrah, yudayyi hayatah, wa fi talabi al-mazid, umri wake maisha yake yanapotea katika kutafuta ziada na ziada ya kile kiwango ambacho kinamtosheleza. Wa qani'a, na akawa na qanaa ya kutosheka. Unakuta tamko la qanaa amelisisitiza Mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi ya Abdullah ibn Amr, wa qanna'ahu Allah bima ata. Katika hadithi ya Abi Muhammad Fudala bin Ubayd al-Ansari, wa qani'a, na akakinai. Na hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As imetuongezea faida ya kwamba al-qanaa min Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yuqanni'u 'abda, yeye ndiye ambaye anampa mja wake qanaa. Kwa hiyo kuna haja mtu kuzidi kumwomba Allah azza wa jalla kumpa qanaa. Qanaa min Allah subhanahu, haiji kutoka kwako, sio wewe waamua kuwa na qanaa. Allah azza wa jalla huwa alladhi yuwaffiqu 'abda li an yakuna qani'an, yeye ndiye mwenye kumpa mja wake tawfiq ya kuwa na qanaa. Ndio maana tunaona katika dua ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam
كان يدعو، وهذا الدعاء موجود في هذا الباب. قال عن أبي هريرة، حديث يكون من موجة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. تومي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذا الدعاء، متفق عليه. الله kwa kiomba عليه الصلاة والسلام akimwambia Mola wake, ya Rabb, Allahumma ijalie rizqa ali Muhammad, rizqi ya familia ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, watu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye pamoja na familia yake yote, iwe ni qutan. Alqut huwa ma yakfi fi alaish, ni kile kiwango ambacho kinatosheleza katika maisha. Ma yasuddu ramaq, ambacho ni kiwango ambacho kinaondoa njaa, kiwango ambacho kinatosheleza ile haja ambayo muislamu aitajia. Ma yatlubu almazid. An-nabii sallallahu alayhi wasallam ma daa wala yawm bi kathrati al-amwal au bi an yukthir Allah azza wa jalla amwalahu wa yasuq ilayhi ad-dunya wa yukthir lahu min الملذات ويكثر له من أمور الدنيا. ما دعا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم kumwomba Allah azza wa jalla amkithirishie katika ladha za dunia, katika mambo ya kidunia, ampe kadhaa ampe kadhaa ampe kadhaa. Ma talab an-nabii alayhi salatu wasalam jambo ambalo katika Qur'ani limekuja kuambiwa kwamba atake nyongeza ni jambo moja pekee yake, wa huwa al-ilm. Wa qur rabbi zidni ilma, nasema ewe Mola wangu, ya Rabbi niongezee ilmu. Laysa niongezee mali, zidni malan, zidni jahan, zidni mansiban, zidni kadha min umuri dunya, wa inma talaba mazida au amarahu Allah subhanahu wa ta'ala an yatlub wa yad'u bimazidi alilm. Kwa hivyo ikawa katika dua ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuomba qanaa, kwa sababu qanaa min Allah azza wa jalla, kama ilivyokuja katika hii hadith, wa qanna'ahu Allah bima atah. Kwa hivyo kadhalika muislam yukthir min hadha ad-du'a, kumomba Allah azza wa jalla, tad'u bil qanaa, ya Rabbi qanni'ni bima ataitani, ya Rabbi subhanahu, kuomba unipe qanaa kwa yale ulioniruzuku. Allahumma arzuqni al qanaa, ya Rabbi nipe qanaa. نعم. ثم في حديث ابن عباس يفاتى، هذا قرأناه في حديث أبي كريمة المقداد بن معدي كرب قال سمعت رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث 26، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. حديثي عظيم يا إخوان، حديث nzuri, hadithi kubwa ambayo inamfundisha Muislamu mfumo muhimu sana katika mifumo yake ya maisha na afya. Lakini zaidi ya afya na zaidi ya mfumo wa maisha ni kwa Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam, min khilali hadha alhadith, kupitia kwa hadithi hii anafundisha Muislamu alkafaf fi alaish. Qal ma malaa adami, mwana adam hakuna chombo ambacho atakijaza kiwe ni shari kwake kushinda tumbo. Hakuna chombo ambacho mwanadamu atakijaza kiwe ni kwake ni shari kushinda tumbo. Sasa mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wasia wa Mtume alayhi salatu wasallam, ili kuepukana na janga hilo, ili kutoka katika hiyo balaa ya kujaza tumbo chombo ambacho ndicho shari kabisa. Na hili ni jambo ambalo leo wataalamu wote wanakubaliana nalo. Fi dunya biasriha, dunia hii yote hii, wataalamu wote wa mambo wa afya na wa tiba na mengineo, kulluhum muttafiqun ala ma akhbara bihi nabii sallallahu alaihi wasallam, ya kwamba hili tumbo likijaa ndio asli na chanzo cha balaa nyingi katika mwili wa mwanadamu. Angalieni yani i'jaz ya ibara ya Mtume alayhi salatu wasalam kwamba huwa as-sadiq al-masduq salawatu rabbi wa salamu alayhi. Hakuwa mtaalam wala hakusomea mambo haya ya kisayansi mengi leo ambayo mwanadamu Allah azza wa jalla kumkunjulia na kumfungulia katika riziki hiyo, akafika mbali, akapiga hatua nyingi,
katika ilmu ya sayansi na nyinginezo ambazo Allah azza wa jalla akamkunjulia mwanadamu ilmu hiyo, akaweza leo paka mwanadamu kupiga hatua kubwa katika mambo haya, mambo ya kuelewa kiwiliwili na mwili wa mwanadamu, yale yanayomdhuru na yale yanayomshawishi na yale yanayomfaa na mengineo na mengineo. Amefika mbali mwanadamu kwa sababu ya riziki ya ilmu ambayo Allah subhanahu amempa. Wama utitum min alilmi illa qalila. Lakini nabii sallallahu alaihi wasallam ma kana tabiban, hakuwa na hizi ilmu za leo ambazo leo zimeenea na kupiga hatua, lakinahu alayhi salatu wasalam alima dhalika, alim, anajua kwamba tumbo likijaa ndio asli ya bala, asli ya shari. Na leo tunaambiwa maradhi mingi sana yanatokamana na kujaa kwa tumbo, kujaa kwa tumbo. يقول sasa wasia wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wa hiya wasia adhima jiddan. يقول بحسب ابن آدم أكلات، هي كلمة ضبطت بعدة صور. بحسب ابن آدم hapa imeandikwa ukulatun, kadhalika quri'a bi aklatun, kadhalika quri'a bi ukailatun. Kul hadhihi riwayat warida thabita, inamtosheleza mwanadamu akalatun au aklatun au ukulatun au ukailat, vyakula vichache, bimaana ni kiwango kichache kidogo cha chakula. Yuqimna sulba, katika riwaya nyingine kuna lafdhi ya luqaimat, ni matonge machache ambayo yanamtosheleza kusimamisha uti wake wa mgongo. Kinaya au ibara ya balagha kumaanisha kiwango ambacho kinakutosheleza kuishi. Yuqimna sulba manake kula kiwango ambacho unaweza kuishi, unaweza kubaki hai, hadha yakfik. Fa in kana la mahala, kama huna budi kuongeza, basi fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li sharabihi wa thuluthun li nafsihi. Hapa imekoseka dhabt, imeandikwa li nafsihi, ni tunarekebisha thuluthun li nafsihi, fa ina fatha, li nafsihi inabadilisha maana. Kwa hiyo kama hana budi kuongeza, basi ale kwa mfumo wa kugawanya tumbo lake mara tatu. Thuluthi moja iwe ya chakula, thuluthi ya pili iwe ya kinywaji, na thuluthi ya tatu iwe ya hewa ya kupumua. Wanazuoni akina Ibn Qayyim al-Jawziyya rahmatullahi ta'ala alayhi katika Zadul Ma'ad, kupitia kwa maneno haya akasema, idhan hii hadithi imetoa ishara ya kwamba al-ghidha thalathu maratib, chakula mwanadamu anachokula kina martaba tatu, kina daraja tatu. Daraja ya chini kabisa inaitwa darajatu au martabatu alhaja, martabatu alhaja. Martabatu alhaja ndio hii aliyosema mtume alayhi salatu wasalam, bihasbi ibn adam aklatun au ukailatun yuqimna sulba. Yuqimna sulba ni chakula matonge kiasi kidogo ambayo yanamtosheleza yeye kubaki hai, inaitwa saddu ramaq, kiwango cha kumfanya mwanadamu kuweza kuishi, kubaki hai, kusurvive. Hadha yakfik, hadha yusamma martabat alhaja. Ukitaka kuongeza kwenda juu, unakwenda martaba ya pili ambayo inaitwa martabatu alkifaya. Martabatu alkifaya kama qala Ibn al-Qayyim ndio hii sasa. Martabatu alkifaya ni kugawanya tumbo ila thalathati athlath, thuluthi tatu. Thuluth ya kwanza chakula, unakula thuluthi moja, unabakisha thuluthi mbili. Thuluthi ya pili ya kunywa maji, thuluthi ya tatu ya kupumua hewa, ili uweze kupumua hewa oxygen. Alhamdulillah, unaweza kuingiza oxygen na kutoa hewa carbon dioxide. وصية عظيمة من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. المرتبة الثالثة مرتبة الفضلة. مرتبة الفضلة هي مسلم hafai kufika hapo, si vizuri muislamu kufika hapo. Kwa kufika hapo kwa istimrar, yani kwa kuendelea, ikawa daidan almuslim, adat almuslim, ada yake na kawaida yake, wewe kila siku katika martabatul fadla, yani martaba ambayo inapita hii sasa thuluth,
unakwenda kwenye tumbo mpaka unalijaza lote, kashiba kabisa, hamna tena nafasi, mpaka ukiletewa maji wasema ile maji hayana tena nafasi. Kwa wengine kuna watu hula Allahumma barik mashaallah mpaka unashindwa hiki chakula kinakwenda wapi. Yakul. Ukimaliza hapo kisha mnatoka hapo mnakwenda pahali mnaambia sasa tunakwenda kujitayarisha na dessert. Tumbo ma fi makan baqi farigh, kisha jamaa na nafasi bado ya dessert. Dessert ni vile vyakula vitamu vinavyoliwa juu yake. Amalize hapo sasa kuna masharbeti. Naam, hakadha baadhi الناس. Sasa hii hadith inatuishiria kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anasisitiza al-kafaf fil aish. Kama huna budi ndio sasa ongeza kiwango ambacho kitakuwa ni thuluth. Na wala hadithi hii haipingani na zile riwaya ambazo tumezisoma nyuma. Kuna riwaya hapa tumesoma ya Jabir bin Abdullah, kuna riwaya tumesoma ya Anas bin Malik katika vile visa kwamba sahaba ridwanullahi ta'ala alaihim akalu hatta shabi'u. Sasa unaweza kuona mbona ina taarudh hapa. Mtume alayhi salatu wasalam arshadana ila an naakul bihadha almiqdar, kwamba sadd alramaq yuqimna sulba, fa in kana labud au la mahala, kama huna budi imebidi kuongeza ule ila thuluth. Sasa ukishiba imepita thuluth umefika martabatu alfadla. الصحابه اكلوا حتى شبعوا. هل هذا تعارض؟ الجواب لا يتعارض. لماذا؟ لان هذا الحديث محمول على غالب الامر. هي حديث ني مبني او محمول على احوال الغالب au alkathra, kwamba mara nyingi muislamu akila atakiwa kula kwa namna hii, bimaana ya kwamba yajuz fi baadhi alahyan fi baadhi alawqat an tashba, waweza kula paka kushiba fi baadhi alawqat wal ahyan, kama hivi ilivyowatokea sahaba kupata kile chakula ambacho kwa muda mrefu walikuwa hawajala. Falamma wajadu at'am, walipopata kile chakula akalu ila shiba, wakala paka kushiba, kwa kashiba kabisa. Iko hadithi nyingine Abu Huraira itakuja pia hapa radhiallahu anhu, yakunwa maziwa paka irtawa, kushiba kwa maji inaitwa arawi, akaja kana maji paka akashiba, au maziwa paka akashiba. Idhan la taarudh, sababu hadithi hii inazungumzia ghalib alahwal au ghalib alawqat. Kila mara moja hasa katika uwalishi umealikwa pahali, jamaa wameandaa wamegharamika, family wamegharamika katika ile da'wa au ile maduba na ile ule walishi, kisha wewe ukaenda ukashika kidogo fabakia taam kathir, kisha wewe unasema kisha ukawaambia wale waliokualika, ukawaambia bihasbi ibn adam aklatun yuqimna sulba, umegusa tonge mbili peke yake. Tutabik alhadith la hadha laysa mahallu afdal huna. Sasa hapa iko nafasi, iko majal taakul hatta tashba, maana chakula hiki kimeandaliwa lihadha algharad, ili watu wale paka washiba. Maana utakula vile kila siku fi baitik, i'mal hadha, i'mal bihadhihi alwasiya. Hadithi ya mwisho tunamalizia nayo somo hili, maana inshallah taala somo lijalo itakuwa ni hili somo, lakini min khilal hayati nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa kuangalia maisha ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika maisha yake kaifa aasha an-nabii sallallahu alaihi wasallam aisha al-kafaf, vipi aliishi maisha haya al-kafaf fi hayati alayhi salatu wasalam, fi ta'amihi, fi sharabihi, fi malbasihi, fi furushihi, katika kulala kwake, katika matandiko yake, katika kuvaa kwake na kadhalika. الحديث السابع والعشرين الذي بعده عن أبي أمامة إياس بن ثعلب الأنصاري الحارثي رضي الله عنه قال: ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا. siku moja masahaba walikaa mbele hadhara ya mtume sallallahu alaihi wasallam wakataja dunia.
yani wakaitaja hii dunia na iliyomo ndani yake katika mambo ya mapambo ya dunia, zukhrufat ad-dunya wa zakharif ad-dunya wa ma yujad min ad-dunya min al-umur al-hasana wa al-maladhat. Baada ya kutaja mambo mazuri ya dunia, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tume akawaambia sahaba, ala tasma'un, nyinyi kwani hamsikii, hamuelewi? Ala tasma'un, hamuelewi, hamufahamu na hamusikii haya nayowaambia? Innal badhadata min al-iman, innal badhadata min al-iman. Tume alayhi salatu wasalam akarejelea hizi ibara mbili zote akazirudia marratain ta'kidan. Ibara ya ala tasma'un mukarrar, ibara ya innal badhadha min al-iman mukarrara. التكرار للتأكيد. ameleta hii takrar Mtume صلى الله عليه وسلم ila lete taakid. Awaambia sahaba, innal badhadha min al-iman. Al-badhadha ni khushunat al-aish, ni yale maisha ambayo ndani yake hayana rafahia, maisha ya chini ya duni kabisa ambayo muislamu ayaishi. Sahaba wamefasiri yani at-taqahhul katika riwaya hii ya Abu Daud, na Nawawi rahimahullah ta'ala kafasiri kwa maana al-badhadha, kasema hiya rathathat al-hay'a wa tarku fakhir al-libas, ni maisha ya chini, maisha ya duni ambayo ndani yake muislamu anaonekana kama ambaye ni maskini. Yani muislamu ambaye la yahtam bi al-madhhar al-madhahir, muislamu ambaye haangalii madhari yake, kuvaa vitu ambavyo vinaonesha kwamba yupo katika utajiri mkubwa, yupo katika, ana uangalifu mkubwa sana wa kuangalia nguo zake zinatoka wapi, zinatengenezwa wapi na kadhalika, na design yake na kadhalika. Fi baadhi الناس hadha hamuhum, ili akivaa ile nguo ionekane kila mmoja angalie ule uzi utoka wapi, ulipita wapi, ile design imekaaje na hii imekaaje. Hadha laysa min taalimi an-nabii sallallahu alayhi wasallam wa hadi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo akawa anawakemea sahaba wasiwe wanashughulika na madhahir ad-dunya, katika libas, katika mavazi na katika mambo mengine ya kuangalia vitu ambavyo haviwasaidii mbele ya Allah azza wa jalla, wala haviwasaidii fi dinihim, wala haviwasaidii katika kuongeza darajat al-iman. Muislamu anatakiwa awe katika hali ya taqahhul. At-taqahhul huwa ar-rajul al-yabis al-jild min khushunati al-aish alladhi ijtanaba wa taraka at-tarafuh. At-taqahhul, mutakahhil ni mtu ambaye ameacha taraf al-aish, hana mapambo, hana uzuri. La yujad hadha fi hadi nabii alayhi salam. Ndio maana salawatu rabbi wa salamu alayhi, hata katika iddihan, katika kupaka mafuta ya nywele, kana yadahin ghibban, alikuwa akipaka mafuta ghibban. Ma maana ghibban? Yani yadahin yawman wa yatruk yawman, alikuwa apaki mafuta ya nywele kila siku, biaks ma yafaluhu baadhi alshabab alyawm. Baadhi ya mashabab, baadhi ya vijana leo wanamaliza dakika 20 30 1 hour kama vile wasichana mbele ya kioo akiwa anajitayarisha kutoka. بعض الشباب المسلمين خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. مسلم خاصة الرجل atakiwa awe mutakahhil yabis aljild, yani hana mapambo ya mwili, hana mapambo ya ngozi. Watakuwa kila siku uko katika maloshe na makrim wajipaka katika ngozi. Hadha linisa, الرجل جلده يابس لا بأس، جيد، هذا مطلوب في خشونة العيش، تارك للترفه، هنا لما زاد رفاهية. هكذا ينبغي يكون الرجل. si kijana wa kiume kusimama mbele ya kioo 1 hour nzima iko mbele ya kioo, mafuta ya nywele na kichana, design ya nywele inachanwa hivi, inasonwa hivi, kisha inatengenezwa namna hii, paka mapoda, paka katika makrimu katika uso na kadhalika. Kul hadha laysa من تعاليم الإسلام وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل وقت والصحابة ukimwona unajua huyu rajul, akikupa mkono unajua huyu rajul, shakli yake, mandhari yake, ngozi yake alivyojiweka, unajua huyu jamaa hapa hakuna mchezo, gangari. Sio yale kwa njia hii ambayo leo inapelekea vijana wetu wakawa na shabah kabir bin nisa, شبه كبير بالبنات.
ikawa hujui sasa tofauti ya mtoto wa kiume na mtoto wa kike mbali na mavazi ni tofauti gani. Wallahu almusta'an. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.